Bana, Juni 9 ilikuwa ina mambo mengi. Miongoni mwa yale ambayo pengine labda ulikuwa uyafahamu, naomba tu ni kupashe habari kwa hivi sasa, ni kuwa Young Africans ilipokea wito wa bodi ya ligi na imeitikia wito, na mara baada ya kusikiliza kile walichoitiwa wametoka na matakwa yao kwa bodi ya ligi, matakwa yakiwa ni 4. Hivyo yakitekelezwa dabi itakuwepo. Almas Kasongo kazungumza dabi ipo kama ratiba inavyosema. Young Africans wenyewe wanasema dabi haipo paka matakwa yatakapotekelezwa. Heavyweight, nipo na wewe kwa hivi sasa. Nijue kwanza hali yako kabla hatujaangazia yale ambayo yanaendelea katika anga la kimichezo. Bana, kwema, namshukuru Mwenyezi Mungu. Salama bin Salmin. Tuko vizuri kabisa. Ya tunaendelea kufuatilia kinachojiri kuelekea mchezo wa tarehe 15. Yes, ngoja tuzidi kulichimba ili sakata. Wewe unataka kusemaje? Ili sakata naona jinsi ambavyo linakuwa na mfukuto wa aina yake. Mara mwisho tumezungumza ilikuwa ni issue ya wazee walitoka wakazungumza ya kwao, lakini sasa hivi ni uongozi wenyewe wa Young Africans kwa uongozi wa bodi ya ligi. Kwa jinsi ambavyo Almas Kasongo ambaye ndo mtendaji mkuu wa bodi ya ligi ametoka na hayo matakwa ambayo Young Africans wanayahitaji: kujiuzulu kwa katibu, mtendaji mkuu, bodi ya ligi kuwa huru. Unakiona hili swala likienda kupatiwa majibu na dabi ikawepo kwa masharti ambayo yamewekwa kama sehemu ya matakwa? Yes, kwanza kabisa mimi kwa upande wangu nimejaribu kwa sababu unajua hichi ni kikao. Manake kikao ninachojua mimi na kilikuwa ni kikao cha usuluhishi. Ninavyojua mimi kikao ni ni mkusanyiko wa watu ambao wanajadili jambo fulani ambalo litakuwa na faida kwa pande zote mbili. Sasa labda nikianzia hapo kwenye kikao, je, kina faida kwa pande zote mbili? Kwa sababu siku zote kwenye kikao lazima kuwe kuna majadiliano. Sasa mimi kwa sababu sikuingia kwenye kikao, siwezi nikajua kama kulikuwa kuna majadiliano. Lakini kuna viashiria vya kuonyesha kwamba hakuna majadiliano, yani hakukufanyika majadiliano. Kwa sababu nitasema kwa sababu gani? Kwa sababu unavofika kwenye kikao, jambo la kwanza kama ni cha usuluhishi, wewe usiende na msimamo wako. Nenda pale ukisikiliza kile kikao kinalenga nini. Huyu atatoa lake, huyu atatoa lake, then zitachakatwa, mkifikia mwafaka ndo utaamua baada ya kikao. Lakini mimi nimekiona toka kwa mjumbe kwenye kamati ya utendaji wa Yanga, huyu anaitwa Alex Ngai. Before hajaingia kwenye mkutano tayari kashasema hatuchezi. Sio, yani manake bado still anaenda na msimamo wake ule regardless ya nini ambacho kinaenda kudiskasiwa pale. Kitu ambacho ni makosa. Sawa, jambo la kwanza. Jambo la pili, kwenye kikao mimi najua lazima of course Yanga wametoa matakwa yao, ni haki yao kwa sababu ndo maana kikao. Lakini nategemea pia kuona response ya upande mwingine ambao ndo bodi ya ligi nao watoe matakwa yao, ikiwemo je walikubaliana? Kwa sababu mnavotoka kwenye kikao majibu yanatakiwa yaje kwamba tumekubaliana hiki, sio majibu yaje kwamba hawa wamesema hivi, kwamba kamati ya masaa 72 ifutwe. Umeelewa? Sijui mtendaji mkuu wa bodi ya ligi ajiuzuru, mtendaji mkuu wa TFF katibu mkuu sijui Wilfred Kidao, ambao mimi mpaka sasa hivi sielewi kwa mantiki ya yeye kujiuzuru ni nini hasa ambacho kimefanya hivyo. Pamoja na tuseme hii ya mwisho kidogo naweza nikasema sawa kwamba bodi ya ligi iwe kamati huru ambayo inaweza kujifanyia mambo yake bila kuwa chini ya kivuli cha TFF. Sasa mimi nataka niseme jambo moja. Hili swala nilivyoliona mimi hapo kwanza nicheke ni kwamba Yanga walikuwa na tatizo na bodi ya ligi kwa muda mrefu sana, naweza nikasema. Ila bodi ya ligi alikuwa hajaingia kwenye 18 za Yanga. Sasa safari hii bodi ya ligi ameingia kwenye 18 za Yanga. Siwezi nikasema ameingia kwenye 18 za Yanga, siwezi nikasema hivyo moja kwa moja. Ila kuna muda walikuwa wana uwezo wa kujitoa kwenye huu mtego, lakini wanazidi kujibidika kwenye ule mtego. Sawa? Nitakwambia kwa nini. Umeelewa? Sakata hili lilianza kwa kuahirishwa mchezo wa dabi tarehe 8. Si ndio?
Yanga waliambiwa kwamba hii dabi inahairishwa kwa sababu ya viashiria vya rushwa pamoja na usalama. Sasa Yanga walikuwa, jambo la kwanza walipaswa kusubiri hayo uchunguzi. Sababu by the way usingechukua muda mrefu kwa sababu ya ile sokoto lilokuwepo. Na sokoto lao maybe lingeanzia ndani kwanza ili kuleta pressure ya mapema ili majibu yatoke mapema. Matokeo yao wakaenda CAS direct. CAS wakawatupilia mbali. Sasa pale ilikuwa ni tayari kwamba kwenye zile 18 tuseme angeweza kujitoa yule bodi ya ligi kwenye hii 18 angeweza kujitoa kwenye hii. Baada sasa CAS kasha amua, bodi ya ligi wakaja wakafanya jambo la msingi kupanga tarehe nyingine ya mchezo. Yanga wakaendelea na msimamo, amejiingiza tena kwenye 18 za Yanga huyu bodi ya ligi kwa kusema kwamba wanahitaji kikao cha usuluhishi, manake wanataka kudekeza kwamba wameshindwa kukomalia kwenye msimamo, kwa hiyo wameacha klabu ndio ikomalie msimamo dhidi ya mamlaka. Hiyo tayari umejiingiza kwenye 18. Kwa hivyo mimi sitaki kuwa kwenye nafasi ya kuzungumza nini watakachoamua bodi ya ligi by the way. Kama wakiamua kufuata matakwa ya Yanga ni maamuzi yao, lakini manake kile kikao kilikuwa kina maana. Kwa sababu haya mambo Yanga hawajazungumza leo. Walizungumza since mechi imeghairishwa. Na hata malalamiko yao yalienda CAS kwamba hawana imani na bodi ya ligi. Hakuna reference, hakuna kifungu chochote cha kanuni kinachoweza kupinga bodi ya ligi wala nini. Wao wamelalamika tu ile kavu wakashindwa kesi. Kwa hiyo kile walichokipeleka ni yale hakukuwa na majadiliano, yani hakukuwa na ni yale Yanga ambao walikuwa wanalilia ndio yale ambao wamepeleka. Sasa kwa mfano ikatokea bodi ya ligi ikasema basi sawa, sisi tutafanya kama ambavyo Yanga wanataka. Kuna mambo mengi naweza nikafikiria. Kwa mfano naweza nikaona kama mtego, kama ambavyo Yanga walisubiri siku bodi ya ligi wajae kwenye 18 na bodi ya ligi pale wataweka kinyongo. Watamsubiri siku yoyote Yanga ajae kwenye 10. Kwa hiyo sasa tutakuwa tunaendelea kushuhudia ligi ambayo Yanga na bodi ya ligi wana windana. Kwa sababu mimi of course kwa sababu ikitokea bodi ya ligi wamefuata haya matakwa, hili jambo litakuwa la muda mrefu sana, yani litaathiri ligi kwa muda mrefu sana na ninakwambia. Kwa sababu hii swala litazungumzwa na nini na mwisho wa siku vilabu vitakuwa na ujeuri, especially Simba na Yanga. Maana vingine vitapigwa tu rungu vinakaa pembeni. Hizi Simba na Yanga, kuna siku Simba naye kuna jambo halitomfurahisha, atataka bodi, yani naye atatoa instruction bodi itoke kama alivyotoa instruction Yanga. Kwa sasa hatuwezi tukaendeshwa tukaendesha ligi ambavyo vilabu vinaweza vikawa na mamlaka ya kuamua nani aingie kwenye bodi nani atoke. Kwa sababu anaweza kaingia mtu mwingine kwenye bodi ambaye atakuwa upande wa Yanga, Simba wakawa hawampendi. Mwisho wa siku Simba nao wataanza kuingia kwenye 18, wataanza kutafuta namna ya kutafuta excuse ya kuamua hicho kitu. Reference itatumika kupitia sakata hili la Yanga. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ndio ile niliyokuambia sasa. Bodi ya ligi siamini kwamba hata kama watafuata ya matakwa roho yao itakuwa nyeupe. Siamini. Yaani lazima tu itaenda kwa sababu of course tayari kuna channel wale viongozi na nini wana bondi lao na marafiki zao chini wa nini ambao wanaweza wakaja mwisho wa siku Yanga naye atakuja atakuja kuingia kwenye 18 za bodi ya ligi naye atakutana na jambo zito. Kwa hivyo mimi maoni yangu ya mwisho ni kwamba kwa haraka tu kwamba mimi nafikiri bodi ya ligi wawe na msimamo. Mimi naendelea kusisitiza hapa kuna umuhimu mamlaka, sababu unajua bodi ya ligi ni kama baba alafu Yanga ndo mtoto. Umeelewa? Sisi wa Afrika tunaamini mzazi akosei. Unajua Ulaya unaweza ukamkosoa mzazi ukamvunjia heshima na nini kwa sababu kuna haki zao zile za kibepari na nini, lakini huku Afrika sio rahisi. Sasa mamlaka ni bodi ya ligi, Yanga ndo mtoto. Yanga bodi ya ligi ikichutama na ikafuata yale matakwa ya Yanga, automatically bodi ya ligi imejivua nguo. Sasa mimi kwa upande wangu nikiona kitu kama hicho mimi mwenyewe nitaona kweli bodi ya ligi ilikuwa dhaifu. Lakini kwa jinsi ambavyo CEO mwenyewe wa bodi ya ligi Almas Kasongo ameeleza jambo lenyewe, hauzioni kwamba zipo dalili za wazi kwamba paka sasa jambo limewapalia? Ndio maana nikasema kwa sababu mkutano ulikuwa uje na solution ya pande zote mbili. Sio Yanga aende kwenye mkutano kutoa maagizo
Kwa hiyo kilichotokea, Yanga katoka hapa kaenda kwenye mkutano kama alivyoitwa, alafu katoa maagizo alafu kaondoka. Sasa sio lengo la mkutano. Unaelewa? Yaani wewe uende pale unasikiliza bana tupo na nini. Sasa kikao kimefika katikati, bana sisi ajenda yetu tunataka mtendaji mkuu wa bodi ya ligi atoke, sijui katibu mkuu atoke, masaa 72 ivunjwe. Bas. Kila kinachojadiliwa sisi tunataka hichi tu bas. Sasa hiyo sio discussion. Hiyo ni amri. Wewe unaenda kutoa amri kwa bodi ya ligi. Sasa bodi ya ligi kuna mawili. CAS wamewapeni nyinyi ushindi. Sasa ni either nyinyi muonyeshe kwamba CAS hawakuwa sahihi kuwapa nyinyi ushindi na kupanga tarehe zingine za ligi na ratiba zingine, kwa sababu baada ya CAS kwenda mimi sikuona kama kuna haja tena bodi ya ligi waanze kutoa sijui ile kwamba ripoti kulitokea nini tarehe 8 sijui nini kilitokea nini, kwa sababu tayari huyu ambaye alikuwa analalamika alitoka kwenda kwenye stage inayofuata pasina kusikiliza mamlaka ndani inafanya nini, na tayari washasema hawana imani nao. Kwa sasa alivyoenda kule, alivyoshindwa, tafsiri yake ilikuwa jambo limeshaisha. Sasa kitendo tena cha kutoka bodi ya ligi kuwa instructed na Yanga kuamua hichi kufanya hichi, mimi naona kwa upande wangu ni kujipotezea muda. Umeelewa? Kwa hivyo mimi naendelea kusema, mimi nategemea kuona bodi ya ligi inashikilia msimamo wake, na sijui nini hasa kinachowafanya mpaka wanakuwa na wasiwasi mpaka yani kujaribu kujishusha na nini. Umeelewa? Kanuni kama zile kanuni za mtu ambaye anagomea mchezo zilikuwepo, kulikuwa kuna haja gani? Kulikuwa kuna haja gani ya kutungwa yani? Kwa nini yani, kwa nini zitungwe hizo kanuni? Yani kwa nini zitungwe hizo kanuni? Yani ndio unajiuliza, yani kwa nini zitungwe hizo kanuni? Swali langu la mwisho na naomba jibu liwe ndio au hapana. Ni dhahiri shaili Simba na Yanga wao ndo wanatawala mamlaka ya mpira, wana uwezo wa kuamuru nini kifanyike na nini kisifanyike. Of course kwa hichi ambacho unakiona na historia inavyoonyesha miaka nenda miaka rudi, bodi ya ligi ni kama kivuli tu kwenye hizi timu za Simba na Yanga. Kwa hichi na safari hii ili ndo kubwa kuliko. Kwa sababu siku zote ukimchekea kima utavuna. Sasa nyani utavuna mambo. Ndo wote hao nyani kima wote ni jamii moja. Wote hao wanakula sana mahindi. Sasa kinachoelekea mimi nachoona bodi ya ligi wanaenda kuvuna mabua. Sasa hivi bodi ya ligi wanaenda kuvuna mabua. Na wakifanya ili jambo yani wataacha kovu kubwa sana kama alivyotoka kusema. Sio la siku moja, kovu la muda mrefu. Kovu la muda mrefu. Sasa wana choice wao. Mamlaka ionekane iko ngangari au wachutame, Yanga aonekane ndo mtawala kwenye soka. Kwa sababu of course kama anaamua kitu yeye peke yake against vilabu vingine 15 kwenye ligi manake sijaona kama kuna klabu nyingine yoyote umeelewa ambayo ilijitokeza kwenye hili sakata au kujaribu kuunga mkono kwenye sakata kama hili, sijaona. Kwa hiyo kama itatokea Yanga anataka nani aingie kwenye bodi ya ligi, nani atoke, fulani atumtaki, Yanga peke yake mmoja. Sasa sioni kama kuna ni. Kwa sababu maybe labda hata bodi ya ligi wangetoa kura za maoni, vilabu vingine viulizwe navyo kama vina mapendekezo ya mabadiliko. Kwa sababu hatuwezi tukabadilisha structure nzima pamoja na kuvunja baadhi ya vipengele vya katiba kwa sababu ya Yanga. Umeelewa? Mamlaka ina kazi gani? Mamlaka ina kazi gani? Vipi siku Simba na yenyewe ikaja na mapendekezo yake? Imeteuliwa. Kumefanyika mabadiliko, kateuliwa labda mtendaji mkuu wa mpito, kateuliwa katibu mkuu. Baadaye Simba nao wakaja wakasema bana hatuna imani nao. Yaani hatuna tu imani nao. Yaani yeye hatuna na sisi imani nao. Vipi? Unajua kuna vitu kwa mfano mimi nitakwambia kitu kimoja. Hii ni nje kidogo ya mada lakini najaribu tu kuresemble kwamba kipindi ambacho inaonekana GSM anadhamini vilabu zaidi ya 5 kwenye ligi, ikaonekana ni jambo ambalo la kawaida, lakini kulivotokea tetesi kwamba Mo Dewji ana mpango wa kudhamini 10, tayari zimekuja tetesi kwamba ili swala la udhamini wa vilabu zaidi ya 1 vinataka kufu. Sasa kama mlikuwa mnajua ni kosa, kwa nini Yanga kanufaika ndani ya misimu kadhaa? Umeelewa? Sasa ndio hichi ninachokisema kwamba mwisho wa siku bodi ya ligi inabidi ifanye mambo kama mwenye mamlaka. Vilabu vifate, kwa sababu by the way hizi katiba ambazo leo Yanga anazipinga, umeelewa?
alikuwa na nafasi, alikuwa na mjumbe wakati wa kuwakilisha maoni ambayo yanapaswa kuingia kwenye katiba, si ndio inavyokuwa? Lazima. Inavyokuwa. Sasa ina maana wakati katiba inatungwa, mbona walikuwa hawajajua kwamba hii katiba ina matatizo gani? Umeelewa? Kwa hiyo ina maana unavoenda, kwa mfano kama hicho kipengele cha kamati ya masaa 72 kuvunjwa, automatically ni kitu ambacho kipo ndani ya katiba, kwa sababu ile ndio inaendesha ligi. Umeelewa? Sasa kuvunjwa manake hadi kwenye katiba pale maboresho yafanyike. Hii TFF, bodi ya ligi kuwa chini ya TFF, kufanyika mabadiliko kiwe chombo huru. Manake kwanza ili swala linabidi turudi kwenye katiba, pia kwenye kipengele cha katiba kirekebishe hilo swala. Kwa sasa wakati katiba inatungwa, Yanga walikuwa na wawakilishi wao katika miongoni mwa zile protocol za kufuata pindi ambapo katiba inatungwa. Manake lazima kuwe kuna wawakilishi wa vilabu wapitie. Sasa kama yote yamefanyika, leo kwa nini wanalalamika? Na kwa nini walalamike dhidi ya Simba? Sawa basi, sawa, hauna imani na bodi ya ligi. Bodi ya ligi inaendesha ligi, sio mechi za Simba na Yanga tu. Ligi nzima. Kwa hiyo ina maana ulitakiwa basi, kama una malalamiko, ugomee ligi, sio mechi moja. Mechi zingine hapa katikati kacheza. Si ndio? Kwa nini mechi hii tu ndo waseme kwamba ligi sio hatuchezi mpaka ifanyike hivi? Mimi nafikiri Heavyweight tuweke nukta, alafu tusubiri tuondoke na kauli ya CEO anayetakiwa kujiuzuru, maana muda anasema matakwa ya Young Africans, yeye pia ni miongoni mwa lile takwa mojawapo kati ya yale manne ambayo yamezungumzwa na Young Africans. Heavyweight tumepata wasaa mzuri wa kuzungumza naye, unaweza kumfuata kwenye mitandao ya kijamii kwa jina la Heavyweight_Dulla. Kwa hapa tunaweka nukta, tutakufungulia ukurasa mwingine upate kuyajua mengine mengi kuhusiana na mpira huu wa miguu.